tarehe 10 mwezi Machi mwaka wa 2026. Popote ulipo mtazamaji, na atumai siku yako imekwendea vema. Fahari yetu tena kubwa zaidi kuungana nawe jioni ya leo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47. Kama kawaida, kapu letu la habari limejaa taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojini hadi hapa mjini. Mimi ni wako Andrin Kilemi, nami ni Elizabeth Machukuna. Siku hii ya leo kama ilivyo ada, tunaangazia mengi kuhusiana na ripoti ambayo inatokana na jopo ambalo lilikuwa linaangazia utekelezwaji wa zile pointi 10 na ile ripoti ya NADCO yote kwa pamoja. Tukizungumza na naibu mwenyekiti wa jopo hilo atujuze kama malengo yake yaliafikiwa miongoni mwa mengine. Lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo. Mkaguzi mkuu wa serikali afichua ulaghai katika bima ya SHA, huku visa vya madai ya uongo, malipo ya ziada na upasuaji batili vikishamiri. Watu 15 waangamia katika ajali ya Webuye baada ya trela kuwagonga walipokuwa kwenye ajali nyingine ya pikipiki. Idadi ya watu waliofariki katika mafuriko yafikia 49, huku familia 2624 zikiachwa bila makazi baada ya kusombwa. Na shilingi bilioni 2 zitatumika kufidia waathiriwa wa maandamano. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Karibu. Mtazamaji, ripoti kutoka kwa mkaguzi mkuu wa serikali Nancy Gathungu imefichua kuwa kulikuwa na ubadhirifu wa fedha katika bima ya SHA kati ya mwezi Julai mwaka 2024 na Juni mwaka 2025 na kusababisha kupotea kwa mabilioni ya pesa kutokana na madai ya uongo na yasiyo ya halali. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ana uketo wa taarifa hii. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali imefichua kuwa katika miezi 9 shilingi milioni 647.5 zaidi zililipwa na bima ya SHA, kwani shilingi milioni 869.9 zililipwa kwa madai ikilinganishwa na shilingi milioni 222.2 iliyohitajika. Forget about the propaganda in the headline of the news that we lost, some 50 billion can be lost. You know, people are mad. If we lose 50 billion, it means there will be nothing to pay, no hospital. Bima ya SHA pia iliidhinisha madeni ya shilingi bilioni 3.8 licha ya madeni hayo kuwasilishwa kwa kutumia alama ya siri moja mara nyingi, ambayo ni kinyume na sheria, na hivyo basi SHA ilipoteza shilingi bilioni 1.4. SHA pia ililipa pesa zaidi ya milioni 2.4 licha ya hospitali 227 kudai tu shilingi milioni 1.5. Vilevile hospitali 1091 ziliwasilisha madai ya shilingi bilioni 7.5 kwa huduma zisizoidhinishwa na SHA, ambapo SHA ililipa shilingi bilioni 7.3. Kwa upande wake, Waziri Duale amesisitiza kuwa huduma hizo zimeidhinishwa na SHA. Those of us in the Ministry of Health, we have agreed in principle we are going to fight fraud. Ripoti hiyo pia imefichua kuwa kulikuwa na madai kuwa wagonjwa 3234 walifanyiwa upasuaji zaidi ya mara moja kwa mwaka mmoja, ambapo kuna mgonjwa anayedaiwa kufanyiwa upasuaji wa moyo mara 4 kwa siku moja, ambapo SHA ililipa shilingi milioni 445.4. Vilevile SHA iliidhinisha madai ya shilingi milioni 148.4 kwa hospitali zilizodanganya kuwa kuna kina mama zaidi ya 6,000 waliofanyiwa upasuaji zaidi ya moja wakati wa kujifungua kwa mwaka mmoja pekee. Hospitali 137 zisizokuwa na mkataba na SHA zilidai deni ya shilingi bilioni 1.5. Madai ya shilingi bilioni 4.8 yaliwasilishwa bila kuzingatia utaratibu, ambapo SHA iliidhinisha malipo ya shilingi bilioni 4.7. 16.2 billion shillings this week alone for PHC
and for SHIF. Madai ya hazina ya SHIF ya shilingi bilioni 13.4 yaliidhinishwa bila kuzingatia mfumo maalum, huku madai ya shilingi milioni 366.2 yaliyo na stakabadhi yakiwasilishwa. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Asante sana Elizabeth kwa taarifa hiyo. Na shughuli za kutafuta mwili wa Rogers Kiplimo, mpiga mbizi aliyetumbukia katika korongo hatari la Chebloch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, zimeingia siku ya 3, huku familia na wakazi wakionyesha kukata tamaa kwa kukosa wataalam na vifaa vya uokoaji. Juhudi za uopoaji au za kuopoa mwili wa marehemu Rogers Kiplimo aliyezama siku ya Jumapili bado hazijazaa matunda. Familia yake sasa inahimiza serikali kuu na ile ya kaunti kuingilia kati kwa dharura ili kusaidia katika operesheni hiyo ya uokoaji. Wakazi waliokusanyika eneo hilo wakiongozwa na Sheila Kiplagat na Judith Kosgei wameelezea masikitiko yao kutokana na ukosefu wa vifaa vya kisasa. Wakazi walilazimika kufunga barabara kuu ya Iten kuelekea Kabarnet kwa siku nzima ili kuishinikiza serikali kupeleka wataalamu wa uokoaji na rasilimali za kutosha katika mto huo wenye miamba mikali. Bibi yake ni mjamzito, karibu anajifungua, na ni yeye ndio tegemeo tu kwa mama yake na kwa familia yake. Na tumepoteza na tutapata mwili hadi saa hii. Tungepata hata tuende tumlase tukijua ndio amelala. Alikuwa kwa taifa, kazi ya Taivas. Ngawa maji ilikuwa mingi zaidi. Ikamweza yeye alipotaka kutoka. Hiyo maji ikamweza yeye. Kwa hivyo maji ikamchukua yeye na akapotea mpaka wa saa hii. Na usaidizi wote ambaye tulikuwa tunatarajia kupata ni kwa serikali yetu ya kaunti ya Elgeyo Marakwet. Lakini hatujasikia mpaka saa hii tukiongea hivi. Na idadi ya vifo kufuatia mafuriko imeongezeka hadi watu 49 kote nchini. Kati ya vifo hivyo 24 viliripotiwa katika kaunti ya Nairobi, na leo upasuaji wa miili ya baadhi ya waathiriwa hao umefanyika katika makafani ya City. Wakati huo huo, familia 2624 zimeachwa bila makazi kufuatia mafuriko hayo. Mwandishi wetu Modhoni Brenda anaarifu zaidi. Siku 5 baada ya mafuriko kushuhudiwa nchini, athari zake bado zinabaki wazi. Kulingana na huduma ya polisi ya kitaifa, idadi ya vifo imeongezeka hadi 49. Zaidi ya hayo, familia 2624 zimeachwa bila makazi kutokana na mafuriko hayo. Miundombinu na mali binafsi pia zimeathirika katika sehemu mbalimbali za nchi. Athari za mafuriko haya zilikuwa wazi katika makafani ya City, familia ziliposhuhudia shughuli hii ya upasuaji. Rosi alitoka Friday asubuhi akienda kazi, kutoka hapa tujui kenye kilifanyika. Tumekuja kumpata huku na tunangoja matokeo. Kufikia sasa miili 12 imefanyiwa upasuaji uliobaini kuwa watu 10 walifariki kutokana na kuzama. Wawili hao akiwemo Jerome Mutua aliyepatikana ndani ya gari lake eneo la Timol walifariki kwa kupigwa na umeme. Tunakwama kwa barabara na alia kutoka saa 1. Mtu anakuja kufa saa 9 usiku, hakuna usaidizi inafanyika. Alafu sasa mnasema mnatusaidia. Miili 8 bado inasalia katika makafani ya City kwani bado haijatambuliwa. Wengine waliofika katika makafani hayo walieleza kuwa wapendwa wao walitoweka siku ya Ijumaa na safari ya kuwatafuta katika hifadhi za maiti zimeambulia patupu. Tumemtafuta kuanzia Saturday, Sunday na Monday, leo ni Tuesday. Tukimtafuta tujaito kumpata. Familia hizi sasa zinaweza kupumzisha wenzao kwa heshima inayostahili, lakini majonzi na pengo walioacha itaishi mioyoni mwao milele. Wengi wao sasa wanatumai kwamba hatua madhubuti zitachukuliwa ili kuzuia majanga kama haya kutokea tena. Modhoni Brenda, runinga ya TV47 kutoka makafani ya City, Nairobi.
Asante sana Muthoni Brenda kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, idadi ya watu waliofariki kufuatia ajali iliyohusisha trela na watu waliokuwa wakishuhudia ajali ya pikipiki katika eneo la Malaha Webuye sasa imefikia 15. Kulingana na daktari mkuu msimamizi wa hospitali ya Webuye David Wanika, ni kwamba miili 10 ilifikishwa hospitalini huku watu 5 wakiaga walipokuwa wakitibiwa. Stanley Nyaringita na mengi zaidi. Jumanne, majonzi yalitanda katika familia hii baada ya kumpoteza Barak Chanzo katika ajali eneo la Malaha kwenye barabara ya Webuye Kitale Jumatatu usiku. Barak alikuwa miongoni mwa watu 15 ambao wamefariki katika ajali hiyo. Sasa vile alikuwa ameenda kwa watu, sasa akapata ajali. Trela ilipata juu ikapita na yeye. Trela hii inadaiwa kupoteza mwelekeo na kuwagonga waliokuwa barabarani wakishuhudia makovu ya ajali ya awali ya pikipiki. Poteza mama yangu, nimepoteza mandugu zangu 3 na nimepoteza jirani mwenye amenunua kwetu na nimepoteza mtoto wa babangu mwingine. Watu 6, familia moja ambayo tulikuwa tunang'ang'ana kutoa kwa maji, sasa tumefiwa na watu 6 kwa familia moja. Ndiza watoto kasema mama ameenda kuangalia kuna ajali imefanyika hapa juu. Sasa wakati alienda kidogo nasikia akavusi kukimbia huko, nikapata madaktari wanamshughulikia kama dakika kadhaa hivi, nikasikia nduru na ikawa tu hivyo. Aidha, manusura 16 waliumia wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Webuye, huku wakiitaka serikali kuweka matuta kwenye barabara hiyo ili kupunguza visa vya ajali. Ujumla tulipata watu 31 ambao walihusika katika ile ajali, waliletwa hapa katika hospitali ya Webuye. Rais William Ruto aidha ametuma risala za rambirambi kwa familia za waliofariki, huku akivitaka vituo husika kudhibiti ajali za barabarani. Stanley Nyaringita, TV47. Na katibu katika Wizara ya Uchukuzi Teresia Mbaika amesisitiza kuwa kuzinduliwa kwa kamera ambazo zitavaliwa mwilini na maafisa wa KRA wa forodhani na wa mipakani kutaleta mabadiliko katika usalama wa mipaka, kwani utahakikisha kuwa kila tukio lina ushahidi wa moja kwa moja na ulorekodiwa. Akizungumza alipoongoza uzinduzi huo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi, katibu Teresia ameeleza kuwa kamera hizo mpya zinatarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika utendakazi wa maafisa wa forodha kwa kuhakikisha uwazi na uwajibikaji katika mipaka mbalimbali humu nchini. Some of the areas we'll need to focus when it comes to issues to do with technology. And like I said, we're also working on the other areas, other sectors, the immigration, and including our infrastructure. So airports are critical facilities for trade, for transportation things. The reason we employ technology is not just to curb corruption. The world has changed. People are employing technology for service delivery to ensure smooth experience of our customers. When you have technology, it means the throughput is easy. The people you can serve at a particular point, it's not when you do it like you're doing it manually. Mtazamaji, kumbuka taarifa hizi unazidi kuzipokea kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Unasema nasi, Facebook ni TV47 Kenya na pale YouTube ni TV47 Kenya. Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Oburu Oginga wamewasuta wakosoaji wao kuhusu utekelezaji wa ripoti ya NADCO na Agenda 10, huku wakisifia utekelezaji wa ripoti hizo ambazo baadhi yake zinasubiri kupitishwa na bunge. Rais Ruto ametangaza fidia ya shilingi bilioni 2 kwa waathiriwa wa maandamano, akisema jukumu lake ni kuwajibikia Wakenya na wala sio wapinzani wake. Apollo Kamau na mengi zaidi. Mwaka mmoja baada ya Rais William Ruto kutia saini mkataba wa maelewano kati yake na marehemu Raila Odinga,
Serikali jumuishi ilirejea tena katika ukumbi wa KICC kupokea ripoti za NADCO na Agenda 10, huku Rais Ruto na kiongozi wa ODM Oburu Oginga wakiwasuta wakosoaji wao kwamba serikali haijatimiza maelewano hayo. There are some people who want to appoint themselves supervisors as if we met the commitment to them. We did not make the commitment to them. We met the commitment to the people of Kenya. Who are saying that there is nothing absolutely which has been done on the 10-point agenda. Shame on them. Gavana wa Siaya James Orengo na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna wamekosoa serikali jumuishi wakidai bado inaendelea na mauaji ya kiholela, utekaji nyara na kuvuruga mikutano ya siasa, huku seneta Sifuna akisema ripoti ya mwisho ya utekelezaji wa Agenda 10 ilifaa kukamilika tarehe 7 siku ya Ijumaa. There are some people who are saying that the 10-point agenda is a matter of governance which is continuous, but we are saying abductions cannot continue. Extrajudicial killings must stop now. Rais Ruto akitangaza kuwa waathiriwa wa maandamano tangu mwaka 2017 watapata fidia shilingi bilioni 2 kufikia mwezi Juni mwaka huu, kama ilivyopendekezwa na kamati ya utekelezaji wa ripoti ya NADCO na Agenda 10 inayoongozwa na Agnes Zani. Kamati hiyo ya utekelezaji wa ripoti ya NADCO na Agenda 10 ikiongezewa miezi 2 ya afisini, huku ikipendekeza kubuniwe kamati ya mashauriano ya serikali jumuishi kutekeleza kazi iliyosalia. Apul Kamau, TV47. Na Mahakama Kuu imekataa kusitisha utekelezaji wa mfumo mpya wa usimamizi wa faini za papo kwa hapo barabarani uliotangazwa na Mamlaka ya Kitaifa ya Usafiri na Usalama Barabarani NTSA. Hata hivyo, wakati changamoto hiyo ya kisheria ikiendelea mahakamani, NTSA inasema mfumo huo utasaidia kudhibiti ukiukaji wa sheria za trafiki kwenye barabara kuu. Mwandishi wetu Mike Kagwongo na maelezo zaidi. Mahakama Kuu imekataa kusitisha kwa muda mfumo wa kielektroniki wa faini za trafiki uliotangazwa na Mamlaka ya Kitaifa ya Usafiri na Usalama Barabarani NTSA, huku kesi ya kikatiba inayopinga uhalali wake ikiendelea. Mlalamishi Kennedy Mainge Mutweri anadai mfumo huo unawachukulia madereva kuwa na hatia kwa kutoa faini za papo kwa hapo, ilhali makosa ya trafiki kisheria yanapaswa kuamuliwa mahakamani. Aidha, anasema mchakato huo wa kielektroniki unadhoofisha haki ya kusikilizwa kwa kesi na kupuuza mamlaka ya mahakama. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa NTSA Nahashan Kondiwa anasema teknolojia hiyo inalenga kuimarisha utekelezaji wa sheria na kuboresha usalama barabarani. This brings transparency and protect both the motorists and the officers that are enforcing these rules. And this is to bring about behavioral change. Ultimately, our goal is not to punish, it's to protect. We want to change the mindsets of Kenyans road users. Kamera hizo zina uwezo wa kusoma nambari za magari mbele na nyuma na kubaini moja kwa moja ukiukaji wa sheria kama vile mwendo wa kasi. The role of technology in reducing fatalities. We want to bring some element of intelligence into enforcement. We are moving beyond physical roadblocks. We are deploying automated speed cameras. Mamlaka zinasema utekelezaji huo wa kielektroniki unatarajiwa kuongeza ufuataji wa sheria za trafiki na kupunguza ajali barabarani, huku kamera zaidi zikiendelea kuangikwa kwenye barabara kuu nchini. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Mtazamaji, taarifa hiyo yake Mike Kagwongo inatupeleka mapumzikoni. Mitandaoni naona unazidi kusema nasi. Huyu ni Enos Omodhi, anasema anatazama akiwa Kisumu County. Vilevile kwenye mtandao wa YouTube yupo Solomon Agesa, anatazama kutoka Utawala, na John Kioko anasema wao, maskini hana haki. Anarejelea taarifa yetu ya awali ambayo ilikuwa ikizungumzia mambo ya SHA. Zidi kusema nasi, maoni yako ni gani kuhusiana na taarifa hizi ambazo tunazipeperusha hapa? Tunaelekea madukani, tukirejea tunarejea na mengi zaidi. The
world is facing so many environmental challenges right now. You might see some of them on your very own doorstep, like trash. But you might not be aware of others, like biodiversity loss. And if you don't know what the problems are, you can't fix them. As individuals, we can do a lot to protect our planet. But as communities, we are even more powerful. It's not always easy in today's world to find community, but it starts with connecting, listening, and participating. Welcome to Echo Africa. We will be showing you not only the crisis our planet faces, but the ways to solve them. Hey friends, welcome to Kids on the Block, the show that's all about fun just for you. Each week, we'll bring you music, cool stories, awesome adventures straight from the block to your screen. Don't miss the fun. Catch us every Saturday, 9 a.m. Toodles! Si mimi nilikuwa nasema niko na kichwa kubwa nika confuse. Lazima nibembelezwe. I love adrenaline. Ai, aki unachoma. Show mingi. Natulia buda tukuoneshe. Love in the world is something you are not ready for. Mazee show ni noma sana. You can't look for that. Tuambie kutoka nani kwa hii show? Si wache waone. Your attention, please. Good morning, Kenya. This is not just a show. It's your runway to the bold perspectives and deep conversations. We don't just talk about the issues. We soar above the noise. From the runway to your living room. We are bringing the nation's top stories, hot interviews, and a smooth ride into your day. What's up? Welcome to C4 Sunday, the ultimate gospel turn-up show. We kick off from 7 to 8 a.m. with powerful preaching that will star your faith. The Bible says, arise, shine. It is not arise and shine. No. From 8 to 9 a.m., we get to enjoy a segment that Karibu tena mtazamaji, ni zidi kukutaarifu. Sasa huenda masomo ya takriban wanafunzi 10,000 wa shule za upili za kibinafsi kaunti ya Mombasa yakazidi kuathirika, na hii ni kutokana na kucheleweshwa kwa ufadhili wa basari ya takriban milioni 40 za kaunti hiyo, ambao umelemaza masomo vyuoni huku wanafunzi wakisalia nyumbani.
Na kama Quinto Wafula anavyoarifu, serikali ya kaunti ya Mombasa imetaja kuwa inasubiri kupitishwa kwa bajeti ya ziada ili kutoa suluhu kwa changamoto hiyo, huku ikiwaonya wazazi dhidi ya kujiwekea mzigo wa shule binafsi iwapo hawana uwezo wa kumudu malipo. Imekuwa hali ya vuta ni kuvuta katika shule nyingi za kibinafsi kaunti ya Mombasa, wakuu wa shule wakidai kuhangaishwa na wazazi ambao wamesusia kulipa karo, wakidai kuwa serikali ya kaunti iliahidi na kuwa imeshatimiza ahadi ya kulipa karo za wana wao. Kwa nini shule nyingine zimetolewa na nyingine bado hazijatolewa? Wakuu wa shule hizo hata hivyo wanadai kuwa hawajapokea lolote kutoka kwa serikali inayoongozwa na Gavana Abdul Samad Sharif Nassir, wakiwashutumu baadhi ya wanasiasa na watu wanaotoa habari za kupotosha kwa wazazi kwa serikali imeshatoa pesa zao. Katika mazungumzo yetu na gavana anatuambia tuendelee kungoja, lakini ujumbe ambao wazazi wanapokea kutoka kwa viongozi wengine wa kaunti ni kwamba pesa zishalipwa. Sisi kama wasimamizi wa mashule ndio tumeshikilia risiti na tumekula pesa. Kwa hivyo wazazi, na waomba mtulie, members wetu wote hawajapata basari. Serikali ya kaunti ya Mombasa kupitia kwa waziri wa elimu Bwarale Ikame imetupilia mbali habari za kupotosha, ikitumia fursa hiyo kutaja mikakati ambayo imechukua katika kuimarisha hali ya masomo katika shule za umma, ikiwa ni pamoja na kuzinduliwa kwa mradi wa ufadhili wa chamcha katika shule za umma. Wakati huo waziri wa elimu amedai kuwa ufinyu wa hela ndio uliosababisha kucheleweshwa kwa kulipwa kwa pesa hizo kwa shule za kibinafsi, akitaja kuwa wanasubiri bajeti ya ziada ili kulipa ada hizo. Wachukue wanafunzi hao wawapeleke katika public schools, itakuwa ni nafuu kwao kuliko kubaki katika private school na wanashindwa kulipa masala ya fees. Quinto Wafula, TV47, kaunti ya Mombasa. Na mahakama kuu imesitisha kwa muda ubomoaji uliopangwa kufanyika kando ya mto Nairobi, hatua ambayo imewapa afueni mamia ya wafanyabiashara wa soko la Muthurwa na Gikomba. Kwa upande wake, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amepinga ubomoaji huo, akisema unalenga biashara ndogo ndogo jijini Nairobi. Jaji Lilian Kimani ameagiza kusitishwa kwa ubomoaji uliopangwa kufanyika kando ya mto Nairobi baada ya kesi kuwasilishwa na wafanyabiashara na wakazi kupitia mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, baada ya wakazi kudai kupewa notisi ya ubomoaji ya siku 14 ikilenga majengo ya biashara na makazi ya ghorofa. Zaidi ya wafanyabiashara 3,000 wakidai kuwa ubomozi huo ni kinyume cha katiba na kuwa hawajapewa makazi mbadala. They acquired these parcels of land from the city county of Nairobi. And then there was the use of the minutes to award allotment letters to these deserving and innocent citizens. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amekosoa kile alichokiita kulengwa kwa jamii fulani katika ubomoaji na kukashifu ubomoaji unaofanyika usiku na kuishutumu serikali kwa ubaguzi. These actions are not only insensitive to the economic realities facing millions of Kenyans, but also raise serious questions about fairness, consistency, and the true motives behind the enforcement exercise. Aidha, Gachagua pia amekosoa jinsi serikali inavyoshughulikia changamoto za kiuchumi, akihusisha ubomoaji na uongozi mbaya, ukiwemo usimamizi mbaya wa majanga. Gachagua anataka ubomoaji usitishwe mara moja na kuagizwa kwa uwazi, akisisitiza kuwa utekelezaji wa ubomoaji lazima uwe wenye utu wa kisheria na usio na ubaguzi. I therefore call upon the relevant authorities to immediately halt these demolitions and subject the entire exercise to a transparent and fair review. Kauli hizi zinajiri wakati ambapo kumeshuhudiwa ubomoaji katika sehemu mbalimbali za jiji la Nairobi na viunga vyake. Na michezoni ni kuwa Belinda Wanjiru wa Vetlab na Bianca Ngeshu wa klabu ya gofu ya Muthaiga ndio wanaongoza kikosi cha timu ya Kenya kwenye mashindano ya vijana ya timu barani Afrika ya mwaka 2026. Mashindano hayo yamepangwa kufanyika kati ya tarehe 23 na 26 Machi katika klabu ya gofu ya Windsor, ambapo wanagofu chipukizi 100 kutoka mataifa 15 ya Afrika watashiriki katika mashindano hayo. Junaid Manji, Belinda Wanjiru, Seni Soni na Kanana Muthoni pamoja na Bianca Ngechu na Mwadhi Gisheru wametangazwa rasmi kuiwakilisha Kenya.
This is a great milestone for junior golf in Kenya. Firstly, because it confirms that Kenya now has got the structural preparedness to host big events and big junior events. And secondly, because our programs are geared at pointing our juniors towards this pathway where they can start at the grassroots level, go to the regional squad level, and then come to the national squad level, where they can then compete at an international level. Na zaidi ya wachezaji 9,800 wa mchezo wa soka watashiriki makala ya mwaka huu ya mashindano ya soka ya Irene Ndanu katika kaunti ya Machakos. Jumla ya timu 480 kutoka kiwango cha wadi zitashiriki kipute hicho miezi 4 na kuwania shilingi milioni. Michuano hiyo ikileta pamoja timu za kiume na kike, na ambayo itaanza katika eneo la Yatta baada ya kuzinduliwa rasmi mjini Machakos, na wachezaji 3,200 wa kike watashiriki, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya wasichana kushiriki mchezo wa soka katika kaunti ya Machakos. Mechi hizo zinalenga kutambua vipaji vipya vya soka miongoni mwa vijana katika kaunti ya Machakos. Big day for our ladies, and this tournament specifically, we had our young ladies participating in the teams for this tournament be the ones to have the honor to be part of this launch. So it's a big deal for us to have our ladies be celebrated today and showcase their talents. Na tukaita wasichana wetu 160 clubs. Kwanza hiyo ni mileage, wamekuwa kitted na tuko na scout tayari wako ready. Every ground itakuwa na one scout through the federation. We will pick the best. After hiyo tutaenda now training, at least tutakuwa na program na federation, at least tuite coaches wetu wa national team under 15, under 17, under 20. Waone hiyo sports na nini. Mtazamaji, kwa taarifa hizo za michezo, sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Asante sana kwa wote waliofanikisha. Nimekuwa wako Andrin Kilemi. Mtazamaji, ninaondoka, lakini ninawaacha wenzangu Elizabeth Mutuko na Catherine Simaloi ambao wanaingia na kipindi cha ukumbi wa siasa baada ya muda usiokuwa mrefu. Basi salia papo hapo mtazamaji, tunarejea na mengi zaidi.